Ya Ilahi twakuomba ya Rabbal alamin, tukubalie Muumba ya Ilahi ya Rahim. Ikuze yetu imani, utufishe muslimin, tuingize na peponi ya Ilahi ya Karim. Ya Ilahi twakuomba ya Rabbal alamin, tukubalie Muumba ya Ilahi ya Rahim. Kwa majina naitwa Fatma Isa, ni mwenyekiti wa taasisi ya Madina Foundation. Leo tuko hapa katika taasisi ya Saratani Ocean Road kwa ajili ya kuleta sadaka zetu kwa wagonjwa. Madina Foundation ni taasisi ambayo inahudumia jamii katika nyanja mbili kuu ambayo ni elimu na afya. Upande wa afya tunahudumia katika hospitali kubwa 3 ikiwepo hii hapa taasisi ya Saratani Ocean Road, taasisi ya mifupa MOI pamoja na hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Upanga na Mloganzila. Vile vile taasisi yetu inahudumia katika hospitali za rufaa za mikoa kama Temeke Hospitali, Mwananyamala pamoja na Amana. Huduma ambazo zinatolewa ni kulipia vifaa tiba, dawa pamoja na gharama mbalimbali za matibabu ambao wagonjwa wote ambao hawana uwezo wanapatiwa huduma hizo. Upatikanaji wa huduma unapitia katika ofisi ya ustawi wa jamii wa hospitali husika. Wagonjwa hao wakifika pale watafanyiwa assessment na viongozi wa ustawi wa jamii, na wakionekana wanakidhi kupata matibabu hayo, huwa wanawasiliana na viongozi wa taasisi na wanapatiwa matibabu gharama hizo zote. Zaidi sana tunashirikiana na taasisi mbalimbali katika kufanikisha sadaka hii kwa wagonjwa. Tunaomba wadau mbalimbali waendelee kutusapoti ili tuweze kuendeleza sadaka hii kwa wagonjwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lakini kwako latifu, rehema tunaitaka. Mikono yetu ithani, maombi yetu itika, turudishe kwenye dini, tupate kufaidika. Akhera na duniani, na moto kutuepuka. Akhera na duniani, na moto kutuepuka. Na moto kutuepuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sara Abdalla Hamisi, ni katibu mtendaji taasisi ya Madina. Tupo katika mwendelezo wa ziara zetu na leo tupo hapa Ocean Road kwa ajili ya kuwaona na kuwapatia wagonjwa sadaka zetu. Madina Foundation inakusanya sadaka kupitia groups mbalimbali za WhatsApp ambazo mpaka sasa tuna groups 4 za WhatsApp zenye idadi ya wanachama 3706, ambapo kila siku tunakusanya sadaka kadri ya mtu na uwezo wake. Na makusanyo ya sadaka ambayo yalianza tarehe 14 mwezi wa 9 2025 hadi kufika tarehe 11 mwezi wa 10 2025 tumeweza kukusanya kiasi cha sadaka shilingi milioni 16,526,888. Takbiri, Allahu Akbar. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sadaka hizi ambazo tumezikusanya kwa muda wa mwezi mmoja, na matumizi ya sadaka hizi huwa yanagawanyika kwa ajili ya kuweza kuwalipia wagonjwa gharama za matibabu, wale ambao wagonjwa wasiokuwa na wasiojimudu, lakini pia tunatumia tena sadaka hizi kwa ajili ya kununua mahitaji ya wagonjwa ambao tunayafikisha leo siku ya ziara,
lakini pia sadaka hizi huwa tunaweka akiba kwa ajili ya kununua nyumba ya wakfu. Kwa jumla ya milioni 16,526,888,000 pesa iliyotumika kwa ajili ya kuwalipia wagonjwa wa matibabu. Kiasi cha pesa kilichotumika ni shilingi milioni 10,438,235. Lakini pia tumeweza kuweka akiba kwa ajili ya wakfu, ambapo akiba hii ilianza kuanzia tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 mpaka kufika jana tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025. Jumla ya akiba ambayo tumekusanya na kuweka katika akaunti shilingi milioni 40. Takbir, Allahu Akbar. Lakini pia mahitaji ambayo leo tumeyaleta hapa hospitali yanaendana pamoja na idadi ya wagonjwa waliopo. Tumeleta mahitaji kama sabuni za kufulia, tumeleta katoni 6 zenye thamani shilingi 248,000, lakini pia tumeleta maziwa ya unga kilo 25 yenye thamani shilingi 245,000. Tumeleta pampers kubwa katoni 2 yenye thamani shilingi 240,000. Tumeleta mafuta lita 40 yenye thamani shilingi 160,000. Tumeleta sabuni za kuogea boksi 2 yenye thamani shilingi 150,000. Tumeleta Blue Band Prestige ndoo 2 yenye thamani shilingi 140,000. Tumeleta pads kwa kina mama katoni 6 yenye thamani shilingi 132,000. Tumeleta colostrum bag box 1 yenye thamani shilingi 100,000. Tumeleta maji katoni 30 yenye thamani shilingi 90,000, lakini pia tumeleta mafuta ya kupakaa boksi 6. Jumla ya pesa yote ambayo imetumika kwa ajili ya kununua mahitaji haya milioni 2,650,000. Lakini pia leo tumeweza kuungana na wenzetu mbalimbali, wadau mbalimbali ambao wameweza kuleta vitu kwa ajili ya wagonjwa hawa. Tumepokea boksi 2 za matunda apple, lakini pia tumepokea mafuta ya chakula ya kupikia, tumepokea lita 10, lakini pia tumepokea Prestige ndoo 1. Na pia tumeungana na taasisi ya wenzetu ni Pinki Hijabu, tupo nao na tutawapa nafasi ya kuweza kushiriki. Lakini pia leo alhamdulillah tuna wageni wakuu ambao tupo nao, mashehe zetu, tutawapa nafasi ya kujitambulisha na kuweza kuzungumza chochote. Tunawashukuru wadau wote ambao kwa namna moja ama nyingine tunaweza kushirikiana nao kwa ajili ya kufanikisha ziara hii, kufanikisha kuwahudumia wagonjwa na kuhudumia jamii kwa ujumla. Allah azidi kuwazidishia hapo mnapotoa. Amin. Shukrani. Jambo hili la kuja kuwafariji wagonjwa walioko hospitalini na tukawaletea huduma mbalimbali, kazi hii ni kazi kubwa sana, na kazi ya kuwahudumia watu ndio kazi ambayo wamefanya viongozi wakubwa wakiwepo mitume wa Mwenyezi Mungu, akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli kuwafikiria watu wenye shida ni jambo la msingi sana, kwa sababu ni lazima taifa au jamii iwe na sera ya kuwasaidia wale watu waliopoteza uwezo, kwa sababu tunapomzungumza mtu mgonjwa maana yake ni mtu ambaye alipoteza uwezo. Huyu mtu ni mtu ambaye hawezi kufanya kazi, hawezi kuzalisha na hawezi kumudu chochote kile. Kwa hivyo lazima katika jamii kuwe kuna sera ambayo ina kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye matatizo. Na sera hii inawezekana ikawa ni rasmi kwenye maandishi, lakini inawezekana pia watu wakaitekeleza katika moja kwa moja kwa utaratibu wa kufanya vitendo kama hivi. Kwa hivyo jambo hili ni kubwa sana, na naamini kwamba litakuwa limetoa mchango mkubwa sana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba yeye ametuumba ili tuweze kumwabudu, ndio lengo la kutuleta hapa ulimwenguni. Na ibada ina tafsiri nyingi sana. Miongoni mwa moja ya ibada ni hizi tunazozifanya. Yaani hii ibada ya kuweza kuwasaidia watu, kuondolea watu shida na matatizo yao. Kwa hiyo mimi nipongeze sana mpango huu wa Madina Foundation, na niseme kama alivyosema msemaji hapa anaondoka wa taasisi yetu hii, ni vizuri ikawa ni mfano pia kwa makundi mengine yajitokeze kuweza kufanya kazi kama hizi kwa ajili ya kuwahudumia watu. Naamini kwamba kwa jambo hili tunalofanya tunapata baraka kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atatusaidia nasi pia mambo yetu mengine yaweze kwenda mbele. Kwa hivyo inshallah, nafikiri mimi nimefurahi kuja kuungana na wenzetu waliotoa, na sisi tunatoa nguvu zetu kama hivi kuja kushiriki, jambo la msingi sana. Na ni muhimu kuweka records vizuri za hizi kazi,
ili pengine taifa iweze kufahamu mchango wa Madina Foundation wanafanya nini. Inshallah Mwenyezi Mungu atakupeni kila la kheri katika haya ambayo mliyofanya, na azidi kutupa uwezo wa kuweza kuwafanya ili tuweze kuleta mafanikio makubwa zaidi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Michael Pantaleo, ni afisa ustawi wa jamii katika taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road. Niko hapa na mtaalamu wa huduma za uuguzi dada Rozi. Kwa namna kipekee mno tunapenda tuwashukuru sana Madina Foundation kwa yale ambayo wanayafanya kwa kuwasaidia ndugu zetu wagonjwa wetu katika taasisi yetu hii ya saratani ya Ocean Road. Kwa namna kipekee sana wamekuwa wakiwasaidia huduma za kuwalipia gharama za dawa, kuwatembelea, kuwaombea, na zaidi ya yote kama tunavyoona wameletea vitu vizuri, maji ya kunywa, sabuni na vitu vingi vinavyopendeza. Kwa kweli sisi tunapenda tuwashukuru kwa namna kipekee sana kwa jinsi ambavyo mnavyoonyesha ushirikiano mkubwa na hasa kuonyesha huruma kubwa kwa ajili ya ndugu zetu wagonjwa waliolazwa hasa katika taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road. Sisi tunasema asante sana kwa niaba ya ofisi ya ustawi wa jamii, kwa niaba ya huduma ya mkurugenzi wa huduma za uuguzi na kwa niaba ya uongozi kwa ujumla. Tunasema asante sana na tunazidi kuwaomba mzidi kuonyesha upendo wenu huu kadri mnavyoonyesha kila itwayo leo kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu hawa wagonjwa. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awajalie baraka zote, na mtakapokuwa mko tayari zaidi kwa ajili ya kuendelea kuwapa huduma, milango iko wazi, ofisi ipo, mtaendelea kupewa ushirikiano kama mnavyopewa siku zote. Tunawasisitiza na wengine wote waige mfano mzuri wa Madina Foundation. Wanafanya kitu ambacho hata Mwenyezi Mungu anakijalia baraka zake. Na sisi tunaomba na ndugu zetu wengine wote ambao wanatusikiliza na wao waige mfano mzuri wa taasisi hii. Taasisi imekuwa rafiki, taasisi imekuwa faraja, taasisi imekuwa msaada mkubwa sana kwa ndugu zetu wagonjwa. Kwa hiyo tunawakaribisha na wengine wote waige mfano mzuri wa hii taasisi ya Madina Foundation. Sisi tunapenda kuwashukuru tukisema asante sana na karibuni tena kwa wakati mwingine mje mtuhudumie.